Video ya 3: amana za usalama. Karibu katika ofisi ya upangaji wa makazi au OT kwa ufupi. Katika video hii tunaangalia amana za usalama. Amana ya usalama ni pesa ambayo mpangaji hulipa mpangaji kama dhamana ya uharibifu wowote au hasara ya kodi inayosababishwa na mpangaji. Wamiliki wa nyumba lazima washikilie pesa katika akaunti ya uaminifu na hawawezi kuzitumia wakati wa mpangaji. Ni pesa za mpangaji isipokuwa kama inadaiwa ipasavyo na mwenye nyumba mwishoni wa mpangaji. Amana ya usalama haiwezi kugharimu zaidi ya kodi ya mwezi mmoja. Wamiliki wa nyumba wanaweza kuuliza amana za usalama mwanzoni mwa mpangaji au wakati dhamana imetolewa na huduma za jamii. Mwenye nyumba pia anaweza kusisitiza nusu ya amana ya usalama wakati wa kuanzisha upangaji. Mpangaji lazima alipe ilivyobaki ndani ya miezi miwili baada ya kuhamia. Mwishoni mwa mpangaji, mwenye nyumba ana siku 7 za kazi za kurejesha pesa za mpangaji au kutumia mchakato ulioidhinishwa kumjulisha mpangaji kwa nini wanataka kudai pesa au pesa zote. Ikiwa mwenye nyumba anadai sehemu tu ya amana ya dhamana, lazima arudishe salio kwa mpangaji. Ikiwa mpangaji hakubaliani na dai ila kabaila, anaweza kulipinga kwa kutaarifu OT. Hii itaanza mchakato wa kusikilizwa. Ikiwa mwenye nyumba anataka kudai kiasi kikubwa zaidi ya amana ya dhamana, au ikiwa mpangaji anataka kudai kitu kingine chochote isipokuwa kujereshwa kwa amana, lazima apitie mchakato wa kawaida wa madai ambapo ada za kawaida hutumika. Vipi kuhusu wanyama kipenzi? Ikiwa mwenye nyumba ataruhusu wanyama vipenzi, wanaweza kutoza ada isiyoweza kurejeshwa ya mnyama kipenzi mwanzoni mwa upangaji au ada ya kila mwezi kama kodi ya ziada. Amana ya mnyama kipenzi inaweza kurejeshwa ni sehemu ya amana ya usalama na jumla ya amana zote mbili haiwezi kuzidi kodi ya mwezi mmoja. Ili kuzuia kutokubaliana kuhusu amana za usalama, OT inahimiza wamiliki wa nyumba na wapangaji kukamilisha ukaguzi wa kuhama na kuondoka. Orodha ya masharti ya mjengo inapatikana kutoka kwa OT, lakini pia unaweza kutumia yako mwenyewe. Rekodi hii huhusisha mizozo mingi juu ya hali halisi ya kitengo cha kukodisha. Ikiwa uharibifu wowote utapatikana, wamiliki wa nyumba na wapangaji wanapaswa kujadili moja kwa moja. Weka list za matengenezo, picha za kitengo cha kukodisha mwanzoni na mwisho wa upangaji, na kitu kingine chochote kitakachoandika matengenezo au na uhalifu. Hii ndiyo njia bora ya kumaliza upangaji kwa masharti mazuri na kushughulikia haraka amana ya usalama ya mpangaji. Kwa habari zaidi, nenda kwa www.saskatchewan.ca/OT.